أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Ikhwani fillah, katika jalsa yetu ya leo nitapenda kuzungumza tu baadhi ya yale ambayo kwamba nayafahamu katika shakhsia ya al-allama al-Sheikh Muhammad bin Bakar al-Burhan al-Maruf Sheikh Muhammad Bakari. Sheikh Muhammad Bakari ni katika ulamai wakubwa ambao kwamba ukanda wetu wa Afrika Mashariki umepata kuwa nao katika miaka hivi karibuni. Sheikh Muhammad Bakari aslan ni mtu wa Tanga na alizaliwa Tanga fima adhkuru mwaka 1943, na alisoma kwa ulamai wa Tanga na shekhi wake mkubwa ambaye kwamba alisoma kwake na akatakharaj kwake na al-allama al-Sheikh Muhammad Ayyub rahimahullahu ta'ala. Baada ya hapo alisafiri kiasi kwenda katika miji ya Lamu kujiendeleza kimaarifa, kisha baada ya hapo hakuketi muda mrefu, alirudi Tanga na akaanza kusomesha katika madrasa ile ya Tamta, kisha baada ya hapo akaenda akaasisi Shamsul Maarif wama ila dhalika. Alhasil, jawanib hizi zinafahamika, lakini janib ambayo kwamba nataka kuizungumzia, upande ambao kwamba nataka kuuzungumzia katika shakhsia Sheikh Muhammad Bakari ni upande wa maarifa yake, ni upande wa ujasiri wake, ni upande wa ushujaa wake, ni upande wa kazi kubwa tukufu ambayo kwamba alifanya katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi anasema: inna Allaha la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Inna Allaha la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubi an-nas, katika riwaya nyingine, walakin yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama hatta idha lam yabqa fi an-nas 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faaftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mtume anasema inna Allaha la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas au intiza'an yantazi'uhu min qulubi al-ibad. Hakika Mwenyezi Mungu hataiondosha katika hii ardhi ilmu kwa kung'oa maarifa na elimu zilizoko katika vifua vya waja wake, katika vifua vya ulama, la walakin yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama. Lakini Mwenyezi Mungu ataiondosha ilmu katika hii ardhi kwa kuwachukua ulama. Hatta idha lam yabqa fi an-nasi 'alimun, mpaka itafikia stage itakuwa hakuna mwanazuoni wa kutegemea katika miji, hakuna mwanazuoni wa kutegemewa kwa watu. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan, watu watajifanyia viongozi ambao kwamba ni wajinga. Fasuilu, hawa viongozi wataulizwa, faaftau bighairi ilmin, watatoa fatwa basi na ilmu, fadallu, watapotea, wa adallu, na watapoteza watu wengine. Mahallu shahidi ni kwamba rumuzi kama hizi, ulamai kama hawa, wakati wao ilikuwa ni makimbilio ya waja, ilikuwa ni hisni, ni ngome kwetu sisi. Wakati wanapoondoka ni alama katika alamat za Kiyama. Lakini si hivyo tu, ni khasara kubwa. Khasara kubwa inakuja tunapoangalia kwamba mwanazuoni kama huyu
sisi hatukumtumia vile ambavyo kwamba ilikuwa yatakikana tumtumie. Yani tukimzungumzia Sheikh Muhammad Bakari ni katika watu wachache sana ambao kwamba walioweza kufikia daraja ya juu katika upande wa elimu. Tukizungumzia upande wa elimu katika ulumi za lugha, katika ulumi za aqliyat, falsafa, mantiq wama ila dhalik, katika ulumi za sharia, ni katika watu wachache sana ambao kwamba waloweza kufikia daraja ya Sheikh Muhammad Bakari katika ukanda wetu huu Afrika Mashariki. Hilo ukitaka kulifahamu uzuri, utawaangalia vyema wanafunzi wake ambao kwamba waliochukua kisawasawa waliosoma kwake yeye zikasomeka, utafahamu wanaakisi sura ya Sheikh Muhammad Bakari. Lakini vitabu vyake ambavyo kwamba alivyoviandika pia vinaakisi sura na uhalisia wa Sheikh Muhammad Bakari. Unajua kuna tofauti kubwa baina ya mwanazuoni alim, faqihi na khatib. Lilasafi shadid, sisi tumekuwa ni wingi wa kuchanganya mambo. Hatujui ulamai ni kina nani na wala hatujui khutabai ni kina nani. Tukizungumza Sheikh Muhammad Bakari hakuwa khatibu, alikuwa ni alim, alikuwa ni faqihi bimaana alkalima. Na kuna tofauti baina ya vitu kama hivi viwili. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mwenyewe alivitofautisha vitu hivi viwili katika hadithi ambayo kwamba inapokewa, taban ni dhaifu, lakini katika majali kama haya inatumika. Mtume aliwaambia masahaba zake, innakum fi zamanin kathirin fuqahauhu, qalilin khutabauhu, qalilin sualuhu, kathirin mu'tuhu, wa sayati zamanun kathirun khutabauhu, qalilun fuqahauhu, kathirun sualuhu, qalilun mu'tuhu, alilmu fihi khayrun min alibada. Mtume alisema kuambia masahaba zake, innakum fi zamanin, hakika yenu nyinyi mupo katika zama ambazo kwamba kathirin fuqahauhu, fuqahai wake ni wingi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiweka ambaye kwamba ndio raisul fuqaha, ndio amirul fuqaha. Baada ya hapo wako kina Imamu Ali bin Abi Talib ambao kwamba mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alieleza maarifa yao na elimu yake. Yani watu walifikia katika elimu, katika maarifa, mpaka Mtume anafikia kusema, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, mimi ni mji wa elimu na Ali ndio mlango wake. Faman arada almadinata falyati albab, atakayeutaka mji, ukitaka kufikia ilmu yangu lazima upite kwa nani? Kwa Ali bin Abi Talib alayhi salam. Sasa watu kama hawa wako na fuqahai wengine katika fuqaha usahaba, lakini akawaambia khutabai ni wachache, wasemaji ni wachache, wengi ni fuqahai tupu. Qalilin sualuhu, wanaomba ni wachache. Kathirin mu'tuhu, lakini watoaji ni wingi mno. Kisha akasema wasayati zamanun, zitakuja zama, kathirun khutabauhu, makhatibu, wasemaji ambao kwamba baada hawajafikia katika daraja za juu za kielimu na kimaarifa, watakuwa ni wingi sana wasemaji. Qalilun fuqahauhu, lakini fuqahai wake, ulamai bimaana alkalima, watakuwa ni wachache. Kathirun sualuhu, waombaji watakuwa ni wingi. Qalilun mu'tuhu, watoaji watakuwa ni wachache. Alilmu fihi khairun min alibada, kusoma na kutafuta ilmu katika zama kama hizo, kujishughulisha na ilmu sana, itakuwa ni bora zaidi kuliko mtu kujishughulisha na zile ibada za sunna sana. Yani katika wakati huo mtu akikhiarishwa baina ya kuketi aswali raka 1000 za sunna habibi, za sunna, na kwenda kuketi masaa hayo kwa alimu asome, basi na afadhilishe kwenda kusoma kwa alim, kwa sababu wakati huu utakuwa ukihitajia sana elimu na maarifa, na ndio wakati ambao kwamba tuko nao.
Kwa hivyo lazima tutofautishe baina ya fuqaha na khutaba. Mtu aweza kuwa mwanazuoni mkubwa lakini asiwe khatib, yani asiwe na fasaha, asiwe ana umahiri wa kuzungumza vizuri. Lakini mtu aweza kuwa si faqihi wala si alim chochote, lakini akizungumza hapo hutamani kuondoka. Kwa hivyo Sheikh Muhammad Bakari alikuwa ni faqihi, alikuwa ni alim bimaana alkalima, hakuwa khatib. Lakini si hivyo tu, Sheikh Muhammad Bakari ni katika ulamai wachache ambao kwamba nimepata kuwajua, ambao kwamba walipambana na kundi la Khawarij. Kundi la Khawarij, hawa Khawariju zaman, Mawahabi, as-Salafiyatul Wahabiyya, ni katika ulamai wachache ambao kwamba niliopata kuwafahamu katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki, hasa nikizungumzia hapa Tanzania, ambao kwamba walipambana na Mawahabi upeo wa kupambana. Na hawakupambana nao kwa kifua kama namna hii ambao kwamba tunaona wingi wanavyofanya. La, hawakupambana nao kwa kifua, walipambana nao kielimu, walipambana nao kwa maarifa, walipambana nao kihujja, paka wenyewe kashika adabu yao. Lakini ni mwanazuoni ambaye kwamba alikuwa ni shujaa katika kubainisha haki, ushujaa ambao kwamba binafsi sijapatapo kuona hapa kwetu Tanzania mwanazuoni shujaa katika kubainisha haki na katika kupambana na ahlul batil kama Sheikh Muhammad Bakari al-Burhan. Lakini si hivyo tu, Sheikh Muhammad Bakari al-Burhan pamoja na Sheikh wake Muhammad Ayub rahimahumullahu ta'ala walikuwa ni watu ambao kwamba waloakisi ile sura ya sufi kihakika. Arudia tena, ni watu ambao kwamba waliakisi na kudhihirisha ile sura ya sufi yatakikana kwa vipi. Kila siku sisi twasema twalingania kwenye tasawuf, lakini sisi twalingania watu kwenye at-tasawuf al-alim. Ni ipi at-tasawuf al-alim? At-tasawuf al-alim ni tasawuf ambayo kwamba inayofuata qawaid za Qur'an na qawaid za Sunna. Ni tasawuf ambayo kwamba inajifungamanisha na sheria. Ni tasawuf ambayo kwamba inawalea watu wake baina ya elimu na tazkia. Ndio hawa watu. Sheikh Muhammad Bakari, Sheikh wake Sheikh Muhammad Ayubu, Mungu warhamu, ni watu ambao kwamba walikusanya baina al-ilmi wat-tazkiyah, baina al-ilmi, baina al-fiqhi wat-tasawuf. Na watu ambao kwamba walowalea pia waliwalea katika kawaidi hizo, katika misingi kama hiyo. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema faqihan wa sufiyan fakun laysa wahida fa inni wa haqqi llahi iyyaka ansahu. Imam Shafi'i anasema faqihan wa sufiyan fakun laysa wahida. Faqihi na sufi usio mmoja, yani usio faqihi peke yake pasi na kuwa na tazkia, na usio na tasawuf peke yake pasi na kuwa na nini? Pasi na kuwa na tasawuf. Tasawuf yataka ikusanywe pamoja na ilmu na fiqh. Fa inni wa haqqi llahi iyyaka ansahu, hakika yangu mimi na apa kwa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuna sihi wewe, na kuna sihi kwa jina la Mwenyezi Mungu. Fahadha qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa, huyo ambaye kwamba ni faqihi peke yake, hana tazkia, hana tasawuf, moyo wake umesusua, haujaonja ucha Mungu. Kwa sababu mtu ili aonje ucha Mungu kisawasawa lazima apate ilmu tazkia, lazima apate tasawuf, lazima aingizwe katika ilmu ya kujua maqamul ihsan. Wadhaka jahulun fa kayfa dhul jahl yasluhu, na yule ambaye kwamba ana tasawuf peke yake ni jahul, ni mjinga mno. Fa kayfa dhul jahl yasluhu, vipi mjinga ataweza kutengea? Ndio hali ambayo kwamba tunaiona. Mazawia yetu asilimia kubwa ni mazawia ambayo kwamba yamejengewa ala aljahal. Hakuna ilmu, hakuna maarifa. Ni watu tu wamekaa kurukaruka, kucheza, kula, kulala na kufanya mazinguo ma ila dhalika. Yani huu ndio uhalisia ulivyo na huu ndio ukweli ulivyo. Yani unajua
siku zote tatizo halitibiwi kwa kulificha. Kubali kwanza una tatizo ndio uweze kulitibia. Sasa sisi tusipokubali ya kwamba mazawia yetu yana matatizo, yana khalal, bila shaka hatuko tayari kufanya mabadiliko. Yani huu ndio uhalisia ambao uko katika zawia zetu na katika maraki zetu nyingi. Tulisema tasawuf tunalingania si tasawuf ya kucheza, si tasawuf ya kurukaruka, si tasawuf ya kula, si tasawuf ya kukaa muda wote kupiga matari na kupiga makasba na mfano. Hii sio tasawuf tunailingania. Sisi nahnu nad'u ila at-tasawuf al-alim. At-tasawuf al-alim imesema kwamba ukitaka kuona sura yake, uhalisia wake katika upande wetu, katika watu wachache ambao kwamba waliakisi sura hii, Sheikh Muhammad Bakari, Sheikh Muhammad Ayub na ulamai wetu ambao kwamba walikuwa katika miji ya Zanzibar kama kino Said Ahmad bin Smith, kina Al-Habib Omar bin Smith, kina Sheikh Abdullah Bakafir, kina Sheikh Suleiman Al-Alawi wama ila dhalika. Hao na wengine hao hatujawagusa, tuzungumzia ukanda huu wa pwani ya huku bara. Kwa hivyo hawa watu waliosomesha watu ilmu, lakini wakawasomesha watu tazkia na wakawasomesha watu ujasiri wa kuitetea haki. Kitu ambacho kwamba hivi leo tumekuwa tunalia sana kucho kuweko ujasiri wa kuitetea haki katika sufufi zetu za ulama na talabatul ilmi. Lakini si hivyo tu, Sheikh Muhammad Bakari hakuwa kama hawa wajifanyao mashekhe wa tasawufi hivi leo, mashekhe feki wa kitasawufi feki ambao kwamba walokubali kuuza dini yao kumujassima kwa mawahabi kwa ajili ya kupata kitu kichache katika dunia. Sheikh Muhammad Bakari hakuwa hivyo. Sheikh Muhammad Bakari hakutanazal katika mawaqif yake ya kutetea haki kwa ajili ya senti za kidunia. Sheikh Muhammad Bakari hakukubali umoja feki ambao kwamba wanajaribu kulingania hivi leo baadhi ya wachumia tumbo kwa sura ama kwa jina la tasawuf. Sheikh Muhammad Bakari hakuwa tajiri, pamoja na ilmu na maarifa makubwa ambayo kwamba alikuwa nayo. Sheikh Muhammad Ayub hakuwa tajiri, pamoja na ilmu na maarifa makubwa ambayo kwamba alikuwa nayo. Angalia nyumba zao ambazo kwamba walikuwa wanaishi, ukienda ukaziona mwenyewe utashangaa. Nyumba za kawaida sana, maisha ya kawaida sana. Yani baina al-mashriq wal-maghrib, baina elimu zao na maarifa yao na maisha ambayo kwamba walikuwa nayo. Manake ni watu ambao kwamba walikubali kupata hasara katika dunia, ni watu ambao kwamba walikubali kutoa dunia zao kwa khiari zao kwa ajili ya kupata akhira. Na walikuwa wakipewa vitu vingi, lakini wakivitoa. Sheikh Muhammad Ayub rahimahullah ta'ala pata kusikia kwa watu kieleza akipewa vitu akitoa kwa ajili ya markaz, kwa ajili ya Tamta. Kipewa vitu akisema peleka Tamta. Kipewa mara nyingine mabloki asema peleka Tamta. Hii kipeleka Tamta kaongeze class pale watu wasome. Hii ndio sura ya alim sufi haqiqi faqihi ambayo kwamba aliyejua nini maqamu al-ihsan. Lakini hivi leo tunashangaa kuona baadhi ya watu ambao kwamba wajiita ni watu wa tasawuf, wajiita ni fuqaha, wamekubali kuuza dini yao, wamekubali kuuza mawaqif zao kwa mujassima, kwa mawahabi kwa ajili ya senti. Sheikh Muhammad Bakari hakuwa hivyo kabisa. Hata mara moja hajapatapo kutanaza na kuacha mawaqif yake kutetea haki na kuanza kuwafanyia mujamala na kuwasifu mawahabi kama hivi tunavyoona masufi feki wanavyofanya. Hao ni masufi ambao kwamba la yumathiluna tasawuf wala yumathiluna sufia wala yumathiluna ahla tasawuf. Hawa ni watu ambao kwamba waziwakilisha nafsi zao, wawakilisha machumbo yao, hawawakilishi tasawuf wala hawawakilishi watu wa tasawuf. Sheikh Muhammad Bakari pamoja na kusomesha kwake fiqhi, tasawuf, tazkia na ulumi za ala, alijisayidi kusomesha aqida sawasawa ya ahlus sunnah wal jamaa na kuandika vitabu kadha katika kutetea masaili yetu ambayo kwamba tunayoyafanya na tunapingana katika masaili hayo na mujassima na as-salafiyya al-wahhabiyya khawarij zaman. Wito ambao kwamba nataka kuutoa kwa ndugu zetu
ni kwamba tuangalie mapito ambao kwamba walipita hawa wazee wetu na tujaribu kuwataba. Tujaribu kuwataba na tujaribu kuwafuata. Lakini si hivyo tu, ikiwa sisi tujivunia nao, tujifakhiri nao, tusijifakhiri kwenye ulimi tu, tujifakhiri nao kimawakif, kimisimamo, kivitendo. Walisimama vipi, walifanya vipi, na sisi tusimame namna hii yao. Lakini masala ya kujifakhiri tu kimaneno na la, kila mtu anaweza hilo. Lakini si hivyo tu, tunasikitika ya kwamba hawa watu, media zetu hazikuwapa umuhimu ambao kwamba walikuwa wanastahili, na hawakuangaziwa vile ambavyo kwamba walikuwa wanastahili kuangaziwa. Na lilasafi shadid, sisi ni dhuafa, sisi ni madhaifu. Tawa ni madhaifu katika kila nyanja, lakini katika nyanja ya media ndio kabisa. Na tukubali tuize, tupende tuize, lazima tukubali ya kwamba ulimwengu ambao kwamba tuko nao ni ulimwengu wa media, ni ulimwengu wa mitandao. Tusipoipa kipaumbele na tukaipa nafasi ya kutosha mitandao, tutajuta na tutapata hasara ambayo kwamba hatutoisahau milele. Uhalisia ulivyo ni kwamba ahlul batil wanaitumia hii mitandao masaa 24. Wanaitumia hii mitandao ipasavyo kwa ajili ya kutangaza batili zao. Sisi ahlul haqq tuko wapi? Lazima mitandao tuipe umuhimu wake. Lazima tuwekeze katika mitandao, lazima tuwekeze katika media. Hivi leo kuna watu katika salafia, alwahabia, mujassima ambao kwamba walikuwa ni aghbia, wajinga tu, wapumbavu ambao kwamba hawana vito wala maguu. Lakini hivi leo wanasikika na wanaendelea kusikika usiku na mchana. Kwa sababu gani? Watu wao waliwaangazia vile ilivyokuwa inapaswa kuangaziwa. Lakini sisi tunakuwa tuna hazina kama hii, lakini tukija katika upande wa media tunapata vikao vichache sana ambavyo kwamba vilirekodiwa na darasa chache sana ambazo kwamba zilirekodiwa za Sheikh Muhammad Bakari na wengineo. Na sio kwamba wakati wa media haziko, ziko tayari. Tulikuwa tuko wapi? Mbona wenzetu wamehifadhi urithi na turathi ya wenzao? Sisi tuko wapi? Yani ni wito ambao kwamba wanauita kwa watu wenye uwezo, kwa matajiri, kwa aghnia, kujaribu kuiangalia hii janib upande wa media. Lazima tuwekeze kisawasawa. Yani lazima kuwekeza kwa makusudi kabisa, kwamba janib hii, upande huu tunauwekeza kwa sababu ni katika pande ambazo kwamba ni muhimu sana. Hivi leo ukifanya tathmini ya watu ambao kwamba wanaosoma kupitia mitandao, unaweza kuta labda ni zaidi ya watu 80% na wanasoma na kuchukua maarifa na mitizamo na miongozo ya kimaisha na kimaarifa na kiimani kupitia katika mitandao. Sasa idadi kubwa ya watu kama hii tukiipuuza na tusiipe umuhimu ambao kwamba unaotakikana, watachukuliwa na hawa watu ambao kwamba tunapambana nao. Yani ni katika kujidanganya kuliko kukubwa sana sasa hivi katika karne hii ya 20. Ati mtu useme kwamba wewe vile unavokaa na watu wako wawili watatu au 20, 100, 200 pale msikitini kwako, wewe ndio basi tayari utaweza kupambana na batil na kuitangaza haki kupitia wale watu wawili. La. Ni lazima tuongee na watu kupitia mitandao. Ukiongea kupitia mitandao utakuwa unaongea na maelfu ya watu katika wakati mmoja. Unaweza kuwafikia malaki ya watu katika wakati mmoja. Hatupingi umuhimu wa halakati kama hivi. La, na ndio manake sisi pia tuna majalisi hapa katika saha. Kila siku tuna majalisi ya ilmu hapa katika sahatul Imam Hassan Saqaf. Yaumiyan tunazo majalisi. Hatupingi siri kubwa zilizoko katika hizi majalisi. La, hatupingi kabisa. Hatupo katika upande huo. Lakini hatujidanganya kwamba hizi majalisi ambazo kama tunazifanya katika saha hapa ama saha ile nyingine ama sehemu nyingine kwamba ndizo zitakazotosha. La. Huko ni kujidanganya kabisa. Na ndio manake tunajitahidi lilasafi shadid, pamoja na udhaifu ambao kwamba tuko nao wa kifedha na kiuwezo, na pamoja na kuwa watu wetu wameshindwa kutoa msaada ambao kwamba unaotakikana katika masaili haya, tunajitahidi ili kiasi tunachoweza, hata kama kwa kutambaa
kuweza kuhuisha majalis kama haya ambao kwamba tunayofanya kila siku katika mitandao ni kwa ajili ya kuwalinda watu wetu, kwa ajili ya kuwaonea huruma hawa watu ambao kwamba wanaotaka, wenye kiu ya elimu na maarifa na miongozo ambao kwamba bado hawajapata pa kushika. Kwa hivyo natoa wito, na hizi media yani lazima ziweko media ambazo kwamba zinaongozwa na ulama. Hii pia ni nukta muhimu sana. Media ambazo kwamba zinazoongozwa na ulama, mitandao inaongozwa na ulama. Lilasafi shadidi sasa hivi kuna vijimedia feki tele, vijimedia vya uchwara. Yani iwe ni ina nguvu ya wafuatiliaji na naziita ni vimedia uchwara. Vipi? Ni vimedia ambavyo kwamba havina mitizamo, havina mwelekeo, havina dira, kitu gani kichukuliwe, kitu gani kisichukuliwe, watu gani wapewe umuhimu, watu gani wasipewe umuhimu. Ni vimedia ambavyo kwamba vipo kwa ajili ya maslahi tu yao basi. Hizi media sizo nazozungumzia. Nazungumzia media ambazo kwamba zitakuwa zinasimamiwa na zinatolewa, zinagharamikiwa kwa lengo la kutangaza haki tu basi. Yani media ambazo kwamba zitakuwa ziko kwa ajili ya ilmu na haki na hakika, kwa ajili ya kutangaza maarif na ulum za ahlu sunnah wal jamaa, za ahlu tariqa, za ahlu al-haqi, wote ambao kwamba tunakusanywa na tanzih, ndio media ambazo kwamba tunazungumza. Lakini sio hizi media ambazo kwamba zinazoongozwa na jahala aghbia ambao kwamba wao lengo lao ni mali na mfano wake. La. Hizi media haziwezi kusaidia wala haziwezi kutoa msaada wote wala haziwezi kutufikisha pahali popote. Na tutarudi kule ambao kwamba tunakuzungumzia. Kwa hivyo ulamai kama hawa kina Sheikh Muhammad Bakari, lilasafi shadidi media zetu ziliwapuuzia, ama media zetu hazikuwapa umuhimu ambao kwamba ulikuwa unaotakikana. Na rubama ni kutokamana na sisi kutokufahamu umuhimu wa hizi media, ama kuwako watu ambao kwamba bado wana akili za zama za mawe. Unajua kuna watu wako karne hii ya 20 lakini bado wanaishi na fikra za zama za mawe. Media, mitandao hii kazi gani bwana? Sisi hatutaki mitandao bwana, sisi majalis tu hizo halakati nini basi hutosha sisi. La, itakuwa kujidanganya habibi. Itakuwa kujidanganya. Itakuwa hauishi uhalisia ambao kwamba unatakana uishi. Idhan huyu mtu mimi mara nyingi, kwa nini mimi napenda kuwazungumzia watu hawa? Tupenda kuwazungumzia kwa kazi zao, lakini mimi sijasoma kwake, wala sijapita markazi kwake, wala sijapata hapo kukutana naye. Kitu ambacho kama kilichounganisha mimi na Sheikh Muhammad Bakari ni haki peke yake na kutangaza haki basi, hakuna kitu kingine. Hakuna ukaribu wala hakuna maslahi yote niliyopata kwake wala ambao ninayopata kwake, isipokuwa ni haki tu ndio ambao kwamba ile nikutanisha. Na haya napenda kuyasema kwa sababu kuna baadhi ya watu hawajui rumuzi na ulama ambao kwamba waliopita huko katika miji yetu. Lakini haya pia nasema ili baadhi ya watu wa miji kadhaa, wa miji fulani wapate kuelewa pia miji yetu ina watu. Kwa sababu lilasafi shadidi kuna baadhi ya miji wamekuwa wanajiona wao yani kwamba ilmu na maarifa na haki imekuwa ni yao tu, wao tu ndo wasomi basi, wengine si wasomi, miji yao tu ndo iliyotoa unaozoni, miji wengine haijatoa unaozoni wa mailadhi. Haya hapo tukubali tuize, na mimi nimeyaishi, nimeyaona yani. Kwa hivyo haya tunayasema pia hao wafahamu ya kwamba si miji yao peke yao ndio ambao kwamba iliyotoa ulama, na miji ya huku pia imetoa ulama wingi, imetoa watu ambao kwamba waliofanya haki, waliofanya kazi kubwa rubama kuliko watu wao. Yani haya mambo lazima tuyaseme, kwa sababu lilasafi shadid kuna baadhi ya vijana wapumbavu ambao kwamba wasiokuwa wanajitambua wamekuwa wakiwadhalilisha ulama wa huku, wakiwabeza na kuwatolea lugha chafu na lugha ambao kwamba si sawa, na baadhi ya aghbia, baadhi ya vijana ambao kwamba katika watu wa kwetu huko wamekuwa wakiwapigia makofi pasi na kufahamu wanapelekwa wapi na wale wanakusudia nini. Tuko vizuri sana yani haya lazima tuyaseme, yani hakuna namna. Tukimzungumzia Sheikh Muhammad Bakari alikuwa ni bahar ambao kwamba la sahila lahu, isipokuwa vikao kama hivi tunaviweka si kwa ajili ya kumzungumza vile itakavyo, la ni kugusa baadhi ya jawanib na kuwazindua watu tu wazinduke kwamba kulikuwa kuna mtu, na huyu mtu bado anaishi katika nyoyo zetu kwa sababu amefanya kazi kubwa, amefanya kazi ambayo kwamba iliyochukuka. Ikhwani fillah,
Tuna umuhimu sana mkubwa wa kukaa na kutafakari na kujitathmini wakati tunapozungumza watu kama hao. Kukaa, kujitathmini na kutafakar ya kwamba tuna mipango gani, tuna mawazo gani, tuna fikra gani baada ya hao wazee kupita, hizi nafasi zao kuzikava, tunafikiria vipi? Kwa sababu hao wanaenda na walioko pia wanaenda. Lazima wako watu ambao kwamba watakawarithi hao, watakaosimama nafasi zao. Na hawa hawezi kuundwa kwa kufanya vikao vingi vya maulidi, kwa kufanya vikao vingi vya kurukaruka na kufanya nini. La, wataundwa hawa watu kupitia maarifa na kuzitia nguvu marakizi zetu, kuzisaidia marakizi zetu, kuwafadhili walimu wetu ambao kwamba waliojitolea kufundisha, kuwafadhili watu ambao kwamba waliojitolea kusomesha na kuwaelimisha watu, ili waweze kusimama imara kama hawa wazee walivyosimama. Hicho ndio kitu ambacho kwamba ni muhimu sana itakana kisitoke katika akili zetu. Kila siku na walingania watu, kila siku nawaambia ndugu zangu wa tasawuf, ndugu zangu ahlul haq, wasatadhkuruna ma aqulu lakum, ya kwamba tupende, tuize, tufahamu ya kwamba tariqa haiwezi kusimama, wala tasawuf haiwezi kusimama, wala haki haiwezi kusimama katika miji yetu kwa kupiga matari sana, kupiga kasba sana, kwa kuimba sana, kwa kurukaruka sana, kwa kupika mapilau sana katika maulidi. Tasawuf wala tariqa haiwezi kusimama kwa hivi vitu. Tasawuf, tariqa, haki na ahlul haqi watasimama na kupata nguvu katika miji yetu hii kwa kusoma sana, kwa kusomesha sana, kwa kuwaelimisha watu wetu sana, kwa kuwahimiza watu wenye uwezo, kuwasimamia watu ambao kwamba waliojitolea kusomesha na kuhifadhili ilmu ipasavyo. Ndio tariqa itasimama. Lakini kama kila siku tutaambia matajiri na watu wenye uwezo wafadhili ng'ombe za maulidi, fadhili ngamia za maulidi na michele ya maulidi na magari ya kuwapeleka watu katika maulidi na kadha na mahema na vitu gani peke yake, wala tusiwagusie masala ya ilmu, masala ya marakizi na vitu gani, tutakuja kulia. Tutakuja kulia na tutawapoteza watu wetu sisi kwa gharama zetu. Hivi leo kuna vijana wangapi ambao kwamba walioshindwa kusoma kwa sababu ya kukosa ufadhili? Kuna vijana wangapi ambao kwamba wameshindwa kuendelea na masomo yao nje ya nchi na sehemu zingine, kuendelea masomo ya juu kwa sababu ya kukosa ufadhili? Je, ni kweli kwamba sisi ahlut tariqa, sisi watu wa tasawuf, hakuna watu wenye pesa wanaweza kuwasimamia? Hapana, si kweli, lakini hakuna watu wa kuwasemea. Mtu kimwambia, ukiendelea kumwambia nakuona kama unapiga kelele tu. Lakini ukienda kumwambia ataka ng'ombe ya maulidi, ataenda huku na kule, lazima atapatikana tu ng'ombe ya maulidi. Lakini ukienda kumwambia bwana, kuna kijana hapa maskini Mungu amaliza thana, amaliza diploma, ataka kwenda sehemu fulani kwenda kusoma, lakini amekosa ufadhili, amekosa minha. Na si watu wote jamaa wataenda nje kusoma au sehemu zingine kupitia minha. Hapana, hizo minha zina hudud. Na hizo minha zenyewe zaje namna hivyo hivyo tu, Allahu aalam ataka kuzungumzia. Lakini kama mtu hakupata minha, basi hatafutiwe watu wa kumsponsor, watu wa kumsamia, watu wa kumuendeleza. Hii ndio kuhuisha ilmu, huku ndio kuhuisha maarifa. Lakini alasafi shadid, kijana unakuta maskini Mungu ana hamu, ana bidii hata kusoma, akaenda pale sikose usaidizi, akaenda pale sikose usaidizi, akaenda pale sikose usaidizi, basi anaingia mtaani, endelea shughuli zingine, basi intaha almawdu. Huyu mtu labda kesho na kesho kutwa ilikuwa ndo aje kuwa Sheikh Muhammad Bakari wa kesho. Kesho na kesho kutwa huyo alikuwa atakana kuwa Sheikh Muhammad Ayub wa kesho. Kesho na kesho kutwa ndo atakana kuwa Sheikh Sero, Sheikh bin Sero wa kesho. Kesho na kesho kutwa ndo alikuwa atakana kuwa Sheikh Hassan bin Amiri wa kesho. Kesho na kesho kutwa huyu ndo alikuwa afaa kuwa Bakathiri na Omar bin Smith na wengine wa kesho. Wala jamaa, mkiona zaelea ujue zimeundwa. Mkiona zaelea ujue zimeundwa. Wala hawakuzaliwa na maarifa yao. Wala hakuna Jibril ambaye kwamba alioshuka akawadunga drip la nini la elimu na maarifa. Hapana, walisomeshwa, waliundwa na watu wao, walisaidiwa, walisimamiwa na watu wao. Soma historia. Bakathiri alienda kusoma wapi? Alienda kusoma Makka. Alikaa miaka mingapi Makka kule? Nafikiri kule Makka alienda na miguu. Sikuna gharama ambazo kama zilitolewa akaenda kusoma Makka na sehemu zingine. Soma historia ulamai wetu hapa. Walisoma wapi? Walienda kusoma nje huko. Kwa miaka na miaka ndo wakaja huku, ndo wakaleta maarifa haya na maelimu ambayo kwamba yalozagaa katika miji yetu. Haya maelimu na maarifa hayakuja namna hii tu, yalisimamiwa. Haki haiwezi kusimama
kupitia watu peke yake. Haki itasimama kupitia watu na pesa, fedha. Yani huo ndio ukweli ambao kwamba usiopingika. Yani mathalan hata hii sauti yangu kuwafikia, si lazima kuna pesa ambazo kwamba tumezitoa ndio sauti ikawafikia. Pasi na kutolewa gharama hii sauti ingewafikia. Lakini mimi kuwa hapa pia kuna pesa ambazo kwamba zimetolewa mpaka mimi kuwa hapa. Kama si hivyo siwezi mimi kukaa. Kama nisingekuwa kuna gharama ambazo kwamba nilizozitoa, huwezi, utakula nini? Huwezi kuzungumza hivi kama hujala habibi. Huwezi kuzungumza hivi kama hujanywa maji. Huwezi kuzungumza hivi kama nyumbani hakuna chakula. Huwezi kabisa, akili hiyo itakuwa haipo. Kwa hivyo kweli ambao kwamba usiopingika ni kwamba lazima sisi watu wa haki tushikane, tusaidiane. Yani si lazima mtu akufuata ambaye nisaidie kadha, la. Wewe angalia tu yule mtu afanya kazi afaa kusaidia, yule mtu afanya hivi afaa kusaidia basi. Yes. Si lazima watu wakufuata wana la, si lazima. Wewe mwenyewe angalia tu yule pale kuna marakizi hizo unakuta markaz taban hal nini. Unaweza kana baba naweza kujenga fasulu moja, naweza kusaidia kitu hivi. Fabiha neema. Hakuna neno. Kwa hivyo lazima tuungane kwa ajili ya kutetea haki, kwa ajili ya kutetea tasawuf. Wala hivi vikao haviko kwa ajili ya kuwashambulia watu, kwa ajili ya kuwasema watu fulani, kwa ajili ya kuwateza watu. La hasha. Rubama fi baadhi al-ahyan ibara zikatukhini ama ibara zikatukhini alhasil, lakini si lengo hilo. La, lengo lilikuwa ni lingine, lakini rubama ibara zikafanya